karibu Barwan katika matangazo yetu. Asante sana Madege, habari za asubuhi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Naam, kwanza vizuri tukamfahamu mwenyewe huyu Sassou Nguesso, lakini pia ni mtawala ama ni kiongozi wa namna gani? Sassou Nguesso ni mwanajeshi. Alikuwa mwanajeshi mwenye historia inayoyumbayumba hivi. Nikisema inayumbayumba maana yake ya mazuri na mabaya, na aliingia jeshini miaka mingi tangu nchi inapata uhuru mwaka 60 kutoka kwa mkoloni wake Mfaransa. Na yeye wakati nchi ikiwa na rais wake wa kwanza Fulbert Yulu, wanajeshi kadha akiwemo yeye na wengine waliokuwa wamemtangulia akiwemo Maja Ngwabi, moja kati ya marais maarufu sana wa Jamhuri ya Kongo, na aina yake ya mavazi, watu wakavaa nguo fulani za suti hivi zikiitwa ngwabi, kama mwae kusikia hilo neno. Hilo lilitokana na uvaaji wa rais huyo wa Jamhuri ya Kongo akiitwa Marian Ngwabi. Sasa ikatokea vurugu na mizozo, akatimuliwa jeshini kutoka yani walimtimua kutoka katika eneo alilokuwa kwenye kambi waliokuwa wakiishi, wakampeleka kwenye mji mwingine. Alihamishiwa kwenye mji mwingine wa pili kwa ukubwa ukiitwa Pointe-Noire, na huko ni mji ambao uko kwenye pwani ya bahari ya Atlantic, ambako juzi alifanya kampeni yake kubwa sana. Ndiko alikokwenda kuzungumza sera zake zote na mipango yote ya jinsi ambavyo mambo yatakuwa, ikiwamo kuongeza muda na kuahidi kwamba hata hivyo ataondoka tu, kwa sababu kila kitu lazima kiwe na mwisho. Hata hivyo, baada ya muda wa siku 2 tu akatoroshwa na baadhi ya wanajeshi wenzie, na hatimaye kwa kifupi sana alikuja akawa rais wa nchi hiyo kwa mapinduzi yaliyofanyika mwaka 69. Na baada ya hapo akakaa kwa 69, na kiukweli sio tu 69, ilikuwa ni sababu ilikuwa ni Desemba 31 mwaka 69 akaingia. Kwa hiyo maana mamlaka yake alianza hiyo tuseme mwaka 70 mpaka 77. Sawa. 77 ndio aliingia yeye, hiyo 77. Manake akaja akatoka madarakani mwaka 92 baada ya kukaa mamlakani kwa muda mrefu, na akaitisha uchaguzi. Unakumbuka sasa wakati huo Afrika na maeneo mengine mengi ulimwenguni mambo ya hekaheka za vyama vingi yalikuwa yameanza. Kwa hiyo akaruhusu uchaguzi ambao ulikuja ukamtoa mamlakani, kwa sababu uchaguzi alioitisha alizidiwa maarifa kwenye uchaguzi, na wananchi waliamua kumpa nafasi ya urais sasa Joachim Yomba Opango, ambaye mwaka 92 aliondolewa mamlakani kwa kijeshi na Pascal Lissouba, ambaye ndio mtu pekee mpaka tunapoongea hivi leo alikaa mamlakani kwa uchaguzi uliofanyika kwa haki na kidemokrasia kwa mara ya kwanza, Pascal Lissouba ambaye alifariki miaka iliyopita hivi. Kwa hiyo Denis Sassou Nguesso amekaa mamlakani muda mrefu, kwa sababu baada ya pale 92 alivyoondolewa akaja kwenye uchaguzi wa mwaka 97 akafanya vipuko pale kubishia ushindi wa Lissouba. Na hapo sasa kilichotokea ni kwamba palifanyika mapinduzi na vurugu na vita. Kama unafahamu, kulikuwa na vita ya Kongo, Jamhuri ya Kongo hiyo ya miaka kama 3 hivi, ambavyo vimalizika mwaka 2000 na 2002 uchaguzi ukafanyika tena, akaingia yeye tena mamlakani, ndio mpaka leo amekuwa akishinda chaguzi hizo. Naam, Barwan, ukiangalia mlolongo wa viongozi wengi walioingia madarakani Jamhuri ya Kongo, unaona wengi wameingia kwa njia ya kijeshi kumpindua mwenzake, alafu yeye ndo anaingia. Kwa nini imekuwa hivyo? Ama kulikuwa na urahisi ama kulikuwa na shida gani kiasi ambacho wengi walioingia madarakani wameingia kwa njia hiyo? Kongo imekumbwa na machafuko, tena kama ni mapinduzi. Ni nchi ambayo iko kimya sana, unajua, tofauti na nchi nyingine nyingi zina makelele mengi. Yenyewe vurugu zake zilifanyika zaidi mwaka huo wa 97 mpaka 2002, lakini hata hivyo marais wote ni wanajeshi, wameingia kijeshi, ukiachia wachache sana ambao waliingia
kwa kufanya kwa uchaguzi, na mmoja huyo ambaye ni Pascal Lissouba, lakini pia kuna rais mmoja ambaye yeye aliingia kwa ajili ya kukaimu nafasi hiyo baada ya zile vurugu, na wakamwondoa baada ya siku 3, akaingia sasa yeye mwenyewe Denis Sassou Nguesso, ndio mpaka leo, na alimtoa Jean-Pierre Tshaka ambaye ndio alikaa siku 3 kama mwangaliaji wa ofisi kuandaa masuala ya uchaguzi, lakini akaondoshwa mamlakani na hatimaye Sassou Nguesso yuko mpaka leo. Ni nchi ambayo viongozi wake ni wanajeshi, imetawaliwa kijeshi tangu kuanzia kwa ukimwacha tu Fulbert Yolu ambaye ndiye rais wa mwanzo wa nchi hiyo aliyekaa mwaka 60 mpaka 63, na baadaye Alphonse Massamba Deba akamng'oa mamlakani kijeshi. Alfred Zaur naye akaingia kijeshi. Wote walikuwa ni wanajeshi kasoro hao watu wawili ambao nimewaeleza hapo mwanzo. Kwa hiyo ni nchi ambayo viongozi wake walikuwa ni wanajeshi na wametawala kijeshi, na yeye mwenyewe huyu Denis Sassou Nguesso ni mwanajeshi. Katika ufunguzi wa kampeni zake anasema na uhakika kwamba atashinda. Nini kinampa huo uhakika wa yeye kuwa atashinda? Nguvu ya wapinzani ni ndogo sana, ndogo mno, yani ni ndogo kabisa, na chama chake kilishindwa uchaguzi mara moja tu mwaka 92, wakati ule sasa ndio amerejesha tunasema serikali za kiraia kupitia vyama vingi. Hata kwenye bunge alipata viti 18 tu kati ya viti 125 wakati ule. Kwa sasa hivi viti vimeongezeka, vimekuwa 153 hivi na 151, na wenyewe wana viti 112 kwenye bunge. Jaribu kuangalia hiyo hesabu. Bunge lina viti 151, chama chake cha PCT kina wabunge 112 kwenye bunge la taifa, lakini kwenye bunge la Senate nako ambako kuna nafasi 72, chama chake kina maseneta 44. Kwa hiyo utaona kwamba chama hicho ambacho ni chama cha Labour ama wenyewe wanasema Parti Congolais du Travail ni chama ambacho kina nguvu kubwa mpaka tunapozungumza sasa hivi. Ukiangazia washindani wake katika uhalisia wana nguvu ndogo sana, akiwemo huyo mgombea kijana kabisa Gave Elegodese ambaye anasimama kwa chama cha Republican Movement ambacho ni chama chenye wapenzi wengi, lakini si wengi wa kufikia hata chama cha PCT ama hicho cha useme cha akina Ngwabi na hao wenzie akina Denis Sassou Nguesso. Kuna moja kati ya tuseme wanani hawa wagombea wapinzani, naam, ilikuwa imenikimbia kidogo, ambaye alikuwa pengine huyu angekuwa na nguvu kwa kiasi, lakini alipotea tangu mwaka jana mwezi Mei. Anaitwa Lasi Mbonite ambaye alikuwa na nguvu, aligombea uchaguzi wa 2021, lakini alipotea tu. Anasema ametoweka mpaka sasa, hajulikani aliko. Ni kwamba alitekwa nyara na watu wasiojulikana, walikwenda nyumbani kwake, wanajifunga vitambaa, na mpaka leo haijulikani. Hajatangazwa kauawa wala amefariki wala vyovyote vile, lakini kwamba elezo pekee aliwepo ni kwamba alitoweka mpaka leo, alitekwa nyara na haijulikani sasa yuko wapi. Kwa hiyo hana mtu wa kupimana naye ubavu. Hao waliopo ni wa hivyo hivyo, japokuwa wamejiungaunga, wametengeneza umoja wao wale wa vyama hivi vichache. Kuna tuseme chama cha Rally Democracy and Development, chama cha zamani kilianzishwa chama hiki na Joaquim Yombe Opango, lakini kuna Movement for Republican People's Party Alliance. Vyote vimeunda muungano wao ambao wao wanadhani itawapa nguvu, lakini kwa kweli nguvu yao bado ni ndogo, kwa sababu wengine wanamuunga mkono Sassou Nguesso chini. Kwa mfano muungano wao waliounda wao kita AD 2026, yani wakimaanisha kwamba ni muungano, ni kama vile tuseme hapa Ukawa ilivyokuwa mwaka 2015 hapa Tanzania. Kwa hiyo wameunda huo muungano wao ambao ni maalum kwa ajili ya uchaguzi huu wa 2026, lakini ukiwaona nguvu yao ni iko chini, na hata kwenye campaign bado hawajawa na nguvu kubwa ya kusema wanaweza wakamtishia. Japokuwa pia kumekuwa na maneno kabla ya kuteuliwa kwa Sassou Nguesso, kulikuwa na vumi kwamba anamwandaa mwanae akiitwa Denis Christel
ambaye ni waziri tunapozungumza sasa hivi wa mashauriano ya kimataifa, masuala ya uwekezaji na fursa mbalimbali, ndio ni mwanae, na ni mbunge wa Oyo. Nikisema Oyo ndio mji wa nyumbani kwao na Denis Sassou Nguesso na mwanae huyo. Oyo kwa watu mashabiki wa mpira ama kabumbu, kuna timu maarufu hapa barani Afrika inaitwa AS Oto do Oyo. Hiyo ni timu inayotoka kwenye mji huo wa Oyo ambao ndio kwa kwao kina na Sassou Nguesso. Sawa. Na mtu maarufu. Kwa hiyo yeye huyu mwanae ni mbunge. Sasa wakati anasema anaandaliwa, na mwenyewe anaonekana akijitumua hivi kwa wenzie, kwa hiyo ikaonekana kwamba kamati kuu ya chama cha PCT cha kina Sassou Nguesso kikampitisha mwenyewe Sassou Nguesso mwenyewe. Inaonekana bado kwa sababu ana nguvu kubwa na yeye ndio kiongozi mkuu, wakasema kwamba bado ana muda na akateuliwa na akathibitisha hivyo. Sawa kamarada. Sassou Nguesso ni ametawala kwa muda mrefu, lakini kama hivyo unasema hakuna mpinzani ambaye ana nguvu ya kumkabili kisawasawa. Kutakuwa na jipya lolote ambalo linatarajiwa kwenye wakati huu wa kampeni, au tu ndo hivyo uchaguzi unafanyika kama kutekeleza katiba inavyotaka? Kwanza kampeni yenyewe nikikusimulia vizuri utashangaa, lakini ndivyo ilivyo. Kama ambavyo Tanzania tunakuwa na miezi mitatu ama mara nyingine miwili ya kufanya kampeni, Jamhuri ya Kongo kampeni zao ni wiki mbili tu. Wamefungua kampeni tarehe 28 mwezi Februari na zitamalizika tarehe 13 wiki ijayo. Kwa hiyo ni wiki mbili tu wanafanya kampeni, wanakwenda kwenye uchaguzi, wanadai kila mmoja anajua nia yake ni nini, atamchagua nani. Kwa hiyo mambo ya kuchukua muda mwingi kufanya kampeni, wanazungumza nini. Kwa hiyo muda unatosha kuokoa muda na fedha. Kwa hiyo mimi binafsi sioni jipya sana atakalileta Sassou Nguesso. Ni mtu mzima sana, lakini hata hivyo bado ana matumaini kwamba ana vitu kasahau ama anataka kumalizia. Sasa wazee hawa barani Afrika wenye umri mrefu wanaosema wana jambo wamesahau ama wana jambo wanataka kumalizia, unajiuliza kama hukushiba kwenye sahani utashiba kwa kulamba kwenye mwiko kweli? Sasa hapo huwezi kushiba. Wao. Kamarada, kwa kumalizia hapa, bado kuna mkanganyiko wa watu. Mtu ukimwambia kwamba Jamhuri ya Kongo anahisi mawazo yake kwamba umempeleka kule DRC. Kumbe umempeleka hapa ambako tunazungumzia ni Jamhuri ya Kongo hii, wengine wakiita Congo Brazzaville. Hebu waambie kwa ufupi hapa tofauti ya hizi nchi mbili. Hizi nchi mbili zina tofauti kubwa katika hali ya kawaida, lakini ni sawasawa mtu akichanganyikiwa kwa sababu zinakaribiana mno na ni majirani. Miji yake mikuu miwili, Brazzaville na Kinshasa, inatazamana uso, imetenganishwa na mto Kongo wenyewe. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwanzoni iliitwa Kongo ya Ubelgiji baada ya kuwa ikimilikiwa na Mfalme Baudouin wa Ubelgiji. Halafu baadaye ndio ikaitwa Zaire na Mobutu Sese Seko. Halafu baadaye mwaka 97 baada ya mapinduzi aliyomtoa Mobutu na kina Laurent Desire Kabila, wakabadilisha jina wakaita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina ambalo limesalia mpaka sasa. Lakini Kongo hiyo nyingine yenyewe iliitwa Kongo ya Ufaransa huko mwanzoni, na kwa sababu Ufaransa ndio ilitawala, na hizi nchi zimetawaliwa na nchi mbili tofauti. Wao walitawaliwa na Ufaransa, na baadaye ikaitwa Jamhuri ya Kongo, na sasa ikiitwa Jamhuri ya Watu wa Kongo. Denis Sassou Nguesso alibadilisha hayo yote. Kwa hiyo ukisikia Kongo tu, ukitamka Kongo peke yake, maana yake unatamka Congo Brazzaville. Lakini DRC yenyewe lazima kwa namna yoyote useme Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama kwa kifupi ndio wenyewe kwa Kifaransa wanasema RDC, ama wale wa Kiingereza tunasema RDC. DRC, Democratic Republic du Congo, wenyewe wanasema RDC, Republique Democratique du Congo, na wale wengine ni Republic of Congo. Kwa hiyo ni nchi mbili tofauti zenye
mtu na ndugu yake tuseme zinafanana kwa kiasi kidogo sana kwa maana ya majina, lakini ni nchi mbili zenye uelekeo na nendo tofauti. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi kubwa sana, na Kongo nyingine hii ni nchi ndogo ya kawaida kabisa. Sawa. Jospin Loemba, ingizo jipya hili la Simba ni kutoka Jamhuri ya Kongo. Na yeye ni mtu wa Kongo, yes. Sawa. Basi tunatamkwa Jospin. Sio Jospin, Jospin. Sikia pili huko. Mambo mazito. Asante, bila shaka watangazaji wa michezo watakuwa wamesikia vizuri hapa. Asante sana kamarada. Asante, shukrani. Nam ni Barwan Muhuza Kamarada, huyo mchambuzi wa siasa za Afrika ambaye ndio mkuu wa UFM Radio. Tumezungumza naye hapo kuhusiana na kampeni hizi zinazoendelea kule Jamhuri ya Kongo. UFM kutoka Dar es Salaam.